tumeweza kuwa na wapendwa ambao tulikuwa nao kwa mkutano. Mchungaji, Bwana akubariki sana. Amen. Kwa hivyo singependa kuchukua muda mrefu. Ningependa tu kwenda moja kwa moja kwa neno la Mungu ili pamoja na wewe tukaweze kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo naomba tu pamoja nami ukafungue kitabu cha Ibrania 4. Kwa Ibrania 4 mlango ule wa kwanza tutasoma hadi 3. Wacha tukasome. Basi ikiwa iwako ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana amekosa. Maana ni kweli sisi nasi tulihubiriwa habari njema vile vile kama wao, lakini neno lile lilikosa kuwa halikuwa faa wao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliolisikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyopaa kwa hasira yangu, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Na Bwana abariki andiko lake. Wacha tukaweze kuomba. Baba yetu tena Mungu muumba wa mbingu na nchi, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwenye sifa zote, ninakushukuru maana ni wewe Mungu ambaye Bwana kabla misingi ya ulimwengu uliiona siku hii ya leo na ulituona tukiwa mahali hapa Bwana, tukiweza kusemezana hata kwa neno lako Mfalme, na jinsi vile neno lako linavyotuambia kwamba mahali wawili watatu walipo wakiweza kuzungumzia neno hili, wewe unakuwa miongoni mwao hata kuweza kuwaimarisha. Baba, ninakuomba ukaweze kutuimarisha asubuhi hii ya leo. Amen. Ili Bwana pasitoke mmoja miongoni mwetu jinsi vile alivyoingia ukumbi, ili Baba kwa kila mmoja tutakapotoka tukaweze kuwa na ushuhuda kwamba Baba, tulipokongamana ulikuwa pamoja na sisi. Amen. Na uliweza Bwana kutuzungumzia. Ni asante Baba, asante kunifanya chombo katika mbele ya ndugu zangu na dada zangu, na kuomba kwamba Bwana ukaweze kunisaidia pia nami kuweza kupokea kile ambacho Bwana umekusudia tukaweze kukipokea siku hii ya leo. Amen. Wacha tu utukufu na sifa zikaweze kurudia Bwana. Baba, iwapo kuna miongoni mwetu walio wadhaifu na wanyonge, tunazidi kuwakabidhi kwako Bwana, kama Mungu wetu ukawapatie afya iliyo njema hata wanapokaa kusikia kutoka kwako Bwana. Baba, wakaweze kufurahia uwepo wako Mfalme katika viungo vya mwili wao Bwana. Ni asante maana Baba unatutimizia haya, maana ni kwa jina lako Yesu Kristo nimekuomba na hata kuamini. Amen. 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 God bless you. Bwana awabariki sana. Tumesoma kitabu, maandiko yametuambia kwamba basi ikiwa ingalipo ile ahadi ya kuingia katika ile raha ya Bwana, basi tuogope mmoja wetu asije akaonekana kuikosa. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatupatia maonyo, linatupa onyo kwamba tusije tukakosa ile ahadi ambaye Bwana ametuwekea mbele yetu. Bwana wabariki sana. Amen. Sijui kama ninasikika vizuri kabisa. Bwana wabariki. Amen. Sijui kama nisipotumia hii microphone itasumbua mtu. Itakuwa sawa tu. God bless you. Bwana wabariki sana. Amina. Mtanisamehe sana sababu nimependa kuongea bila microphone. Hivyo ndivyo nimezoea. Amen.
Bwana wabariki. Nimezoea hivyo kwa sababu mahali ambapo ninatoka bado Mungu hajatujalia kupata vyombo. So wakati mwingine kama hujazoea kitu kinaweza kusumbua ukitumia. Si sawa? Sasa nataka tu na wewe pia unikubali hivyo. Pengine utasumbuka kwa sababu situmii kile chombo ambacho wewe umekizoea. Bwana wabariki sana. Lakini wacha tu kila mmoja akabebeane mwingine, si ndio? Na Mungu akaweze kutubariki pamoja. Bwana awabariki sana. So tumesoma maandiko ambayo kutoka kitabu cha Ibrania ambapo tunaamini kwamba ndugu yetu Paulo ndiye aliyekuwa mwandishi wa kitabu hiki. Ndio. Bwana wabariki sana. Amen. Lakini hapa anaandika kwa kanisa la Ibrania akiwa anawapatia maonyo. Haongei kwa ajili ya watu ambao hawajaamini. Anazungumza na watu ambao wameliamini neno la Mungu. Amen. Na anawaleta kuwafananishia safari hii na safari ile iliyokuwa ya Israeli wakitoka katika nchi ile ya Misri. Amen. Bwana asifiwe. Ambapo ni kweli sana kwamba safari hii yetu ni sawasawa kabisa na safari ile ambayo ilikuwa ya wana wa Israeli wakitoka nchi ya Misri. Bwana wabariki sana. Amen. So Paulo anapozilinganisha safari hizi, anazilinganisha safari hizi akiwa na hakika yote, kwamba hata zile ahadi ambazo Israeli walikuwa wameahidiwa kuipokea, ile ahadi ambayo Israeli waliahidiwa kuipokea, ndio hiyo ahadi ambayo mimi na wewe pia Bwana ametuahidi kuipokea. Amen. Tofauti ni moja tu, kwamba ile ilikuwa ni ahadi kwa ajili ya mambo yanayoonekana kwa macho. Haleluya. Lakini nasi ahadi yetu ni zaidi ya ile, sababu ni ule mji. Haleluya. Nakumbuka Mungu alimwambia Ibrahimu kwamba toka katikati ya watu wako, jamaa yako, nchi yako, na uje nikakufanye kuwa taifa kubwa, nami nitakupatia mji. Na maandiko yanatuambia kwamba Ibrahimu akawa anatembea akiutafuta ule mji ambaye mwanzilishi wake na mkamilishi wake ni Mungu mwenyewe. Bwana wabariki sana. Mji ambaye Mungu mwenyewe ndiye ametengeneza ile msingi yake. Bwana wabariki sana. So na sisi pia nasi unakumbuka kwamba Bwana ametuahidia mji. Nao ndio ule urithi wetu. So jinsi vile ambavyo Israeli walikuwa wanaondoa katika nchi ya Misri ili waende katika ile nchi ya urithi wao. Haleluya. Na ndio mimi na wewe pia siku ya leo tumeondoka katika ulimwengu ili tukaende kurithi ile nchi ya baba yetu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mtu ako ananielewa? So Paulo anajaribu kuzifananisha safari hizi. Haleluya. Na kusema kwamba zinafanana bayani kamili. Amen. So ikiwa wewe ni mmoja wa safari hii, ni lazima uangalie kwamba ni nini ambacho ninaweza kukitazama katika maandiko. Maana Biblia hii ni mfano wa wale walioshinda katika vita vyao, ama katika safari zao za imani. Haleluya. Ni kitabu ambacho kimebeba washindi walioshinda katika safari zao za imani. So ikiwa wao ni washindi, basi tumepewa kitabu hiki kwamba kikaweze kutufunua macho na kutupatia mwelekeo kutupatia mwelekeo wa ule ushindi ambao ndugu zetu walioshinda. Haleluya. Haleluya. So tunapokisoma kitabu hiki tunaona jinsi walivyoshinda, na tunaangalia ni njia gani wao walitumia kushinda. Haleluya. Haleluya. Maana hiyo njia waliotumia kushinda ndio njia ambayo imewekwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu kuingia katika huo ushindi. Amen. Haleluya. So Paulo anasema iwapo kungalipo, mradi kungalipo ile ahadi ya kuingia katika ile raha ya Bwana. Amen. Basi tuwe macho sana na waangalifu ili mmoja wetu asije akaikosa. Haleluya. Amen. Ili mmoja wetu
asije akafanya nini? Akaikosa kuingia. Na analeta kusema kwamba katika safari ile Musa akiwa ni nabii wa wakati ule, haleluya, wengi walisikia ujumbe wa nabii wa wakati huo, na wengi waliweza kufuatilia huo ujumbe, haleluya. Lakini hapa Paulo anatuambia kwamba sio wote walioingia, haleluya. Na kama si wote walioingia, basi inatupasa tufanye nini mpendwa? Kwamba tuwe waangalifu pia na sisi, ili tusije tukaikosa kuingia katika ile raha ambaye Bwana alikuwa ametuwekea. Amen. Haleluya. So inatuleta wapi mpendwa? Kwamba tuwe waangalifu jinsi tunavyoenenda katika safari hii. Haleluya. Mtu anielewa? Kwamba tuwe waangalifu mno. Haleluya. Haleluya. Maana jinsi vile ilivyokuwa katika safari ile, ndivyo ilivyo pia siku hii ya leo. Haikuwa rahisi kwa Musa. Haikuwa rahisi kwa Musa kumshawishi mtu, kumshawishi Israeli kutoka katika Misri. Maandiko imetuambia nini? Ya kwamba hili neno tulilohubiriwa, injili hii tunayohubiriwa leo, ilihubiriwa vivyo hivyo katika Misri. Na ilihubiriwa kwa ajili ya Israeli. Amen. Taifa ambalo walikuwa wameteuliwa, watu waliochaguliwa, watu ambaye Mungu alikuwa amewagharamikia. Amen. Haleluya. Lakini haikuwa rahisi kwa Musa kumshawishi hata mmoja ili aifuate hii injili. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Unakumbuka Mungu akikutana na Musa, akamwambia Musa, nimesikia kilio chao. Nimesikia kilio chao. Amen. Na nimekumbuka ile ahadi ambayo nilikuwa nimemwekea baba yao Ibrahimu. Amen. Haleluya. Na nimeshuka ili nikaweze kuwatoa. Haleluya. Na sasa basi Musa, na kutuma wewe uende kwa Farao na ukawatoe Israeli. Amen. Kisha unakumbuka kulikuwa na kuzungumza pale, na Musa akamwambia Musa akamwambia Mungu, je, itakuwaje? Amina. Itakuwaje? Kisha Mungu akamwambia Musa ya kwamba enenda pale katika Misri na umwambie Farao ya kwamba uachilie watu wangu waende wakaniabudu. Lakini Musa aliendelea kumuuliza Mungu, je, Israeli wataamini aje? That's true. Wataamini aje kwamba wewe umenituma? Amen. How will they believe? That's right. Hallelujah. Maana Musa alijua ni vigumu sana kumshawishi Israeli pale akiwa Misri. That's true. Ni nini hicho ambacho kilikuwa kigumu ambacho Musa alikiona kwamba Israeli hawangeweza Hallelujah. kuliamini kwamba yeye Musa amekuwa na Mungu? Ni kwa sababu waliishi katika Misri, wakazoea maisha ya Misri. Haleluya. Haleluya. Wakawa hawana wasiwasi kukaa katika Misri. Haleluya. Wakaona kwamba ni kawaida wao kukaa katika Misri, na wakaona ni vyema waendelee waendelee kujitambulisha na Misri. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndio maana tunaona katika hiyo safari wengine wakimwambia Musa, je, hakukukuwa na vyakula? Hakukukuwa na makaburi? Yes. Haleluya. Amen. Hakukukuwa na mahali tungeweza kuzikwa mahali pale? Kwamba bado walikuwa wanaona kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa vinawashikamanisha ambao hawakuwa kwamba wanaweza kuvisahau. Yes sir. Kweli. So baadhi ya hayo makaburi amina. Mtu anaelewa kwamba walikuwa wanakula na kusaza. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Walikuwa wanakula na kusaza. Walikuwa wanakunywa maji. Hawakuona kiu
wakiwa Misri. Hallelujah. Hawakuona njaa Yes. wakiwa Misri. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Na wala hawakukosa kaburi wakiwa Misri. Haleluya. Amen. So Musa ilibidi aje na ujumbe ambao utaenda juu ya vyakula, maji na makaburi ya Misri. Amen. That's true. Haleluya. Mtu anaelewa? Amen. Mtu hapa anaelewa? Ilibidi awe na ujumbe zaidi ya hiyo. Glory. Bwana asifiwe. Amen. Mtu hapa ananielewa? Amen. So ndio maana ujumbe wangu wa siku hii ya leo ningependa kuupatia kichwa, je, utaepuka aje ghadhabu ya Bwana ya Mungu? Hallelujah. How shall we escape? Bwana asifiwe. Tutaepuka namna gani? So, si jambo rahisi kumtoa mtu katika ulimwengu. Haleluya. Si jambo rahisi. Hata wakati Bwana ametuambia ya kwamba enendeni kote ulimwenguni, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Si jambo rahisi kumwendea mmoja na kushawishi nafsi ile kumjia Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba wote wanijiao ni mimi nimefanya nini? Nimewavuta kwangu. Haleluya. Haleluya. Mtu hapa anaelewa. Si jambo rahisi. So halikuwa rahisi kwa Musa kumshawishi mtu mmoja. Ndio maana akamwambia Mungu, je, wataniamini namna gani? Bwana asifiwe. Israeli huamini kwa ishara. Bwana asifiwe. Wanataka kuona kama umetuambia umekuwa na Mungu, mlete hapa tumuone, ndipo tuamini kwamba wewe umekuwa na Mungu. Amen. Haleluya. Mtu anaelewa? Amen. Ndipo Musa, Mungu naye kwa sababu ni Mungu ambaye anatuelewa na alitujua kimbele. Kabla hatujaumbwa yeye alikuwa ametujua. Alimjua Israeli kabla Israeli hajakuwa Israeli. Akamwambia Musa, uko na nini kwa mkono wako? Bwana asifiwe. Hakungojea Musa amwambie nipe ishara. Yeye mwenyewe kwa sababu alijua Israeli, akamwambia Musa, uko na nini kwa mkono wako? Amen. Haleluya. Musa akamwambia Mungu, niko na hii fimbo. Fimbo ambayo ilikuwa ni ya kawaida, ambayo wakati mmoja Musa alikuwa anaiwacha kwa zizi la ng'ombe, na ng'ombe wanakojolea. Wakati mwingine angeisahau pale nje na mvua inanyeshea. Haleluya. So hakuona thamani ambayo ilikuwa kwa kile kijiti. Kweli. Amen. Haleluya. Haleluya. Lakini swali limekuja, uko na nini kwa mkono wako? Amen. Amina. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Amen. Musa akamwambia Mungu, niko na hii fimbo. Kile kilicho karibu na wewe, Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndicho ambacho Mungu anataka ukitumie. Haleluya. Haleluya. Ndipo umtoe ndugu yako katika ulimwengu. Haleluya. Haleluya. Hicho ulicho nacho usikidharau, usione ni hafifu. Bwana asifiwe. Usikione kama hafifu. Hicho ndicho Mungu anataka kukitumia kumtoa ndugu yako katika ulimwengu. Amen. Haleluya. Amen. Musa akamwambia Bwana, niko na hiki kijiti. Akamwambia kirushe chini. Musa akakirusha chini. Bwana asifiwe. Kikageuka nyoka. Musa akarudi nyuma. Akashangaa, si kile kijiti ambacho limekuwa kikitumia. Haleluya. Hakutarajia. Kile Mungu kwa sababu alijua moyo wa Israeli wanahitaji ishara. Amen. So ni lazima nimpe mtumishi wangu hiyo ishara. Haleluya. Ndipo Musa, Mungu akamwambia shika ule mkia, shika mkia. Musa akashika mkia, na aliposhika mkia kile kijiti yule nyoka kageuka kijiti tena. Akamwambia weka, chukua mkono wako, weka kwa ukwapa wako. Haleluya. Akawa anampatia Musa ishara ambazo zitawafanya Israeli kuamini ya kwamba yeye amekuwa na Mungu. Amen. Amina.
Maana alipotoka Misri hakuwa na hizo ishara. So huyo aliyerudi sasa si yule Musa ambaye alikuwa anapigana na Israeli na Wamisri. Haleluya. Amen. Haleluya. Bali ni Musa aliye tofauti. Amen. Amen. Haleluya. Maana walimjua yule Musa aliyekuwa ametoka Misri. Yes. Haleluya. Amen. So Mungu anampatia Musa ishara mbili. Namwambia wasipoamini ishara ya kwanza, wataamini ujumbe wa ishara ya pili. Lakini hata wasipoamini hizo mbili, amen, bado anamuequip, anamuongezea ingine. Utachota maji kwa mto na utamwaga chini, naye atakuwa ni damu. Amen. Haleluya. Musa akajua basi sasa watu hawa wenye shingo ngumu wataamini kwamba mimi nimekuwa na Mungu. Amen. You understand? So ni lazima unapoenda kumshawishi mtu, ni lazima mtu amuone Mungu. Maana ujumbe ambao unautoa kwake ni lazima umshawishi kwamba umemuona Mungu, umekuwa na Mungu. Maana maandiko yanasema na ishara hizi zitawafuata waaminio. Zinawafuata waaminio kufanya nini? Ndio wao waaminio zaidi? Hapana. Zinawafuata waaminio ili zikawashawishi wasioamini. Na sio wasioamini tu, bali wasioamini lakini walikuwa wamechaguliwa kimbele kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Maana ishara ambazo Mungu alimpatia Musa hazikukuwa kwa ajili ya Wamisri, zilikuwa kwa ajili ya wale wateule. Amina. Haleluya. Haleluya. Unaelewa? Zilikuwa kwa ajili ya walio wateule. Maana alihitaji wale wateule watoke katika ulimwengu. So Mungu alileta zile ishara ili amshawishi yule aliye wake. Amen. Haleluya. Na aliye wake anamjua Mungu. Yes sir. You understand? You understand? Yule ambaye Mungu alimjua kimbele, yeye pia anamjua Mungu. Amen. Hata akiwa katika ulimwengu anajua Mungu. Amen. Anayajua matendo yake. Amen. Haleluya. Haleluya. Na anajua lugha ya Mungu. Haleluya. Unajua Mungu si lazima aongee kwa maneno. Anajua Mungu huongea kwa matendo. Amen. Na anamngojea Mungu aongee. Si kwa maneno mengi. Bwana asifiwe. Paulo akasema injili hii haikukuja kwa maneno mengi, bali kwa nini? Kwa nguvu. Haleluya. 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 Ndio maana Yohana aliambia wanafunzi wake, nendeni mkamuulize kama ni yeye. Na walipomuuliza akasema, nendeni mkaambie Yohana viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Hiyo lugha Yohana aliielewa. Amen. Ndio maana yule muamini ambaye alichaguliwa kimbele kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa, anaielewa hiyo lugha vizuri. Ndio maana Musa alipoenda na hiyo ishara, Israeli walielewa hiyo lugha. Amen. Maana hiyo ndio lugha ya Mungu wao. Amen. Haleluya. Hiyo ndio lugha ya Mungu wao. Amen. Haleluya. Mtu ako ananielewa. Amen. Hiyo ndio lugha ambaye muamini anaweza kuelewa. So Musa akaenda akiwa na ujasiri wote. Haleluya. Akiwa na ujasiri wote. Akasimama mbele ya ndugu zake Israeli na Mungu akampatia uweza wa kutimiza yale yote ambaye alikuwa Mungu amemjalia kuyatimiza mbele yao. Na maandiko yanasema kwamba wote wakaamini na wakamfuata Musa. Sema Musa amekuwa na Mungu. Sababu amekuwa na Mungu, sasa tutamfuata. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na wakamfuata. Na hapo ndipo Paulo anasema ya kwamba tuwe macho, tuwe waangalifu. Sababu wamesikia sauti, wameziona ishara na wamechukua hatua.
Bwana asifiwe. Wamechukua hatua, lakini maandiko yanatuambia ya kwamba kwa kitabu cha just there, just pale tu, kwamba lile neno walilosikia walishindwa kulichanganya na imani. Bwana asifiwe. Amen. Walishindwa kulichanganya na imani. Kwamba wengi tumelisikia neno kweli, tumelifurahia neno, lakini wachache ambao wamepokea uwezo wa kuchanganya hilo neno na imani. Haleluya. Amen. Ni wachache ambao wamepokea huo uwezo, na ndio huo uwezo wa kulichanganya neno la Mungu na imani ndio linamkamilisha mtu. Amen. Linakufanya kuwa mkamilifu. Haleluya. Bwana asifiwe. Una imani kuja kusikia na kusikia neno. Haleluya. So unapolisikia neno na kulichanganya na imani, Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwamba imani bila matendo imefanya nini? Kufa. So lazima matendo tuyaone. Haleluya. Tunapoyaona, umechanganya na imani, sasa wewe unakuwa uko hai. Amen. Asifiwe. Kile Israeli walishindwa kuchanganya neno na imani, na wakatoa katika ile nchi ya Misri wakiwa ni wajasiri. Walikuwa na wimbo. Nakumbuka wakati walivuka bahari ya Shamu, wakaimba wimbo wa Musa na wakashangilia, ni wimbo wa ushindi, kama Mungu ameonyesha ule wokovu wao. Haleluya. Haleluya. Na wakafurahia sababu wamekwisha tenganishwa na Misri. Bwana asifiwe. Lakini Umisri ulikuwa bado ndani mwa. Unaweza tengana na ulimwengu, lakini ulimwengu bado uko ndani ya. Bwana asifiwe. Amina. Ndio maandiko yanasema kwamba je, tutaepuka namna gani ghadhabu ya Mungu hata baada ya kupuuza huu ukweli ambaye Mungu ametuletea? Unajua kupuuza inamaanisha kwamba umesikia, umesadiki, lakini umepuuza. You understand? So kitabu cha Ibrania 2 1 hadi 3 inakuza, je, tutaepuka namna gani ghadhabu ya Mungu ikiwa tutapuuza huu wokovu mkuu? Sasa unamaanisha nini? Umesikia lakini umekataa kuchanganya na imani. So ni kusikia tu, mtu amesikia lakini ameshindwa kuishi kile alichokisikia. Bwana bariki sana. Maana mkitu fulani makasema nini? Leave a sermon. Don't just preach me a sermon, but leave a sermon. Amen. Maana wakati wewe unaishi ujumbe ambao umesikia, sasa wewe umesikia ule ujumbe. Amen. Bwana asifiwe. Mtu ananielewa, lakini mtu wako ananifuatilia. So wakashindwa kuichanganya imani na neno la Mungu. Lakini ulimwengu ulikuwa na ushuhuda wote kuhusu Israeli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Misri ilibaki ikisema Israeli wako na Mungu mkuu. Kweli. They had a testimony. Misri walikuwa na ushuhuda kuhusu Israeli. Na yule Mungu aliyekuwa katikati ya Israeli. Mataifa yote yalikuwa na ushuhuda. Maana waliona lile wingu na wakaona ule mwale wa moto. Kweli. Na waliamini matendo makubwa ambaye Mungu alikuwa anafanya katikati yao. Na wakaamini Israeli wako na Mungu mkuu. Amen. Haikuweza kujificha.
Mataifa hawakuhitaji Roho Mtakatifu ndipo waone lile wingu. Hawakuhitaji Roho Mtakatifu ndipo waone ule mwale wa moto. Haleluya. Ulikuwa bayana. Ni kama hata nyakati zetu tunaona picha ya ndugu, wakapiga picha ya ndugu na wakaona ule mwale wa moto pale, si ndio? Katika kitu kwa nabii tunaona ule mwale wa moto. Haihitaji Roho Mtakatifu uone. Kweli. Amen. Hawakuhitaji Roho Mtakatifu ili waone ule mwale wa moto. So, mataifa yote yalipotazama Israeli waliingiwa na hofu. Amen. Na uoga, kwa sababu waliona ule mwale wa moto ukiwaongoza, walishuhudia lile wingu likiwafuata, na wakakiri hawa ni watu wa Mungu. Lakini katikati ya kambi ya Israeli Dathan na Kora walikuwa pale. Haleluya. Amina. Ulimwengu unaogopa, lakini Dathan na Kora wako pale katika lile kambi. Haleluya. Miriamu ako pale na ile shaka yake, huyu Musa na Haruni wanaingia na sengenyana, wako pale. Lakini ulimwengu nao unaogopa ile kambi. Amen. Bado wanafikiria makaburi, wanakusanyana na kuongea kuhusu makaburi ya Misri. Kwani hakukuwa na makaburi kule? Hakukuwa na vyakula kule ndio kufia hapa? Manunguniko yako pale. Lakini ulimwengu nao ulikuwa unaogopa yule Mungu aliyekuwa anawaongoza. Lakini Israeli hata wingu liko juu, lakini wanasema wewe tutengenezee sanamu tuabudu. Amina. Haruni, Musa amechelewa juu ya mlima. Wacha ukatengenezee sanamu ya kuabudu. Na mwale wa moto ugali pale juu. Umesimama pale na wanatengeneza sanamu. Ndipo maandiko yanasema kwamba Mungu hakupendezwa na wao. Kwa sababu ya yale mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika ile kambi. So wengi hawakuweza kuingia katika ile raha ambaye Mungu alikuwa ameiweka mbele. Lakini ulimwengu angetazama katika macho ya kiwanadamu, hawa lazima wanaingia wote katika ile hali. Ikiwa huyu Mungu ndio ako juu yao, basi atawafikisha. Haleluya. 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 So siku ya leo mpendwa, Mungu ametupa ujumbe kama ule ambaye ulipeana kwa wale wapendwa. Amen. Na ishara zote zilizokuwa juu ya Musa tumeziona katika rika yetu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Tumeuona ukuu wa Mungu ukiwa katikati yetu. That's true. Lakini maonyo ni yale yale. Tuchunge sana tusije tukakosa. Tuchunge sana tusije tukakosa. Maana Mungu ni Mungu yule yule. Ni Mungu yule wa hasira. Haleluya. Ni Mungu yule ambaye hawezi kushare utukufu wake na mwanadamu. Bwana asifiwe. Ni Mungu yule ambaye hapendi kushare utukufu wake na mwanadamu. So ni lazima tuwe macho sana. Ndio maana Paulo anakuambia kwamba jinsi vile ilivyokuwa wakati ule, anatufananishia na ile safari. Kwamba tuitazame ile safari, tuone ni wapi ambapo wale wapendwa walipungukiwa, ili nasi tusije tukapungukiwa. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Amen. Tusije tukapungukiwa, nasi tukakosa kuingia katika ile raha jinsi vile wengi walivyokosa kuingia. Bwana awabariki sana. Amen. Mtu wako ananielewa? Amen. So tuchunge sana tusije tukaikosa ile raha ambaye iko mbele yetu. Si jambo rahisi sana mpendwa, mwanadamu kuacha dhambi. Ni jambo ambalo ni gumu sana. So watu wengi hawajui kwamba tuko katika safari na tunaenda katika ile nchi ambayo ni ahadi yetu. Maana tumependa dunia hii.
Bwana asifiwe. Tumependa hii dunia. So mambo ambayo katika ulimwengu yanatushawishi. So unaona mtu afikirii kwamba kweli yeye katika safari anaishi vile anataka. Na yeye anasema yeye ni muamini, lakini anataka kukaa kama ulimwengu. Hilo haliwezi kumfurahisha Mungu. Haleluya. Maana Mungu akikuita ana sababu ya kukuita. Alituona kimbele, akatuchagua kimbele, akamchinja mwana kondoo kimbele, akaandika jina lako kwa damu ya huyo mwana kondoo kimbele. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Alifanya hivyo vitu kimbele. Haukuingia hapa kiati umeingia hapa kimakosa. Mungu alikuona ukiwa hapa. Amen. Maana alikuchagua kimbele. Amen. Akatoa dhabihu kwa ajili yako na kwa ajili yangu kimbele. Na jina lako akaliandika kwa kitabu cha mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo kimbele. So na akatuchagulia nchi ambao ni urithi wako na urithi wangu kimbele. Bwana asifiwe. Lakini watu wanaogopa kwenda kwa hiyo nchi nzuri, si ndio? Nakumbuka kuna wakati mmoja jamaa yangu mmoja alikuwa anaishi Mombasa. Na alikaa Mombasa na kapotelea Mombasa. Wanasema Mombasa raha, si ndio? So yeye akaenda huko na kapotelea Mombasa. Mama yake akaishi akaaga, hakuja matanga. Baba akaaga, hakuja matanga. Ndugu zake wawili wakaaga, hakuweza kuonekana matanga. Akabaki ndugu yake mmoja. So yule ndugu yake mmoja akawaza, ni vipi nitampata ndugu yangu? Alienda Mombasa. So siku moja ndugu yake akasema, hapana, acha niuze hawa ng'ombe wangu, niuze hii mali yangu yote, sababu haina thamani kuliko ndugu yangu. Akauza vyote alivyokuwa navyo na akaondoka kwenda Mombasa kumtafuta ndugu yake. Alipofika Mombasa kumtafuta ndugu yake, akaulizia, kisha akampata. Akamwambia, ndugu yangu, nimekuja kukuchukua, twende nyumbani. Haikuwa rahisi. Ndugu yake alipomwona akamtoroka. Kwamba ningojea hapa nakuja. Na akatoroka, hakulala kwa nyumba siku hiyo. Alipoulizia mali anafanya kazi kumfuata, kuambiwa kwamba ndugu yako hapa nje, hakutaka kutoka kumwona ndugu yake. Akamtoroka. Ndipo yule ndugu yake akasema, hapana, sitarudi bila ndugu yangu. Nitaenda gharama nyingine zaidi. Akaondoka akaenda kwa chief. Akamwambia chief akamwambia, sawa, hivi nitakuhesabia gharama ya maskari wawili. Bwana asifiwe. Akachukua gharama hiyo ya maskari wawili, akapewa Land Rover na akaenda kwa kazi. Na kisha wakamshika yule ndugu yake. Na wakarudi kwa nyumba, akamchukua yule mke wake pale. Ndugu yake analia, mke wake analia, tunaenda wapi nyumbani? Akamwambia, mimi nataka tuende nyumbani. Akaenda kwa Land Rover. Bwana asifiwe. Akaenda kwa Land Rover, anarudishwa nyumbani lakini analia. Anarudi nyumbani na huku machozi inalia. Alipofika nyumbani, watu wakakuja kumshangilia, lakini yeye analia kwa sababu hakutamani kurudi nyumbani. Bwana asifiwe. Amina. Ndugu yake anamwambia, kuna urithi wako hapa. Hii kila ambacho nimekuletea kwa sababu ya huu urithi. Hili ni shamba lako. Unahitaji kulipokea. Lakini ndugu yake yule bado analia. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo wengi tulivyo. Bwana amekuja kutuchukua.
lakini wengi tungali tunakataa. Haleluya, haleluya. Unamwambia mtu Yesu anakupenda, yeye akisikia jina Yesu anakimbia. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Hawataki kujitambulisha na yeye kwamba ni ndugu yao. Bwana asifiwe, amen. Hivyo ndio wengi leo walivyo, lakini tuko na nyumbani inayotungojea. Amen. Haleluya, amen. Tuko nyumbani inayotungojea. Na ndivyo ilivyo pia wakati ule Israeli wakiwa katika Misri, walikuweko na manabii wengi ambaye Mungu aliwaleta katikati yao, waliowafanya kuwaimarisha, lakini maisha ya pale Misri yaliwavutia Israeli wasimuone Mungu. Umeelewa mpeni? Mungu akanena kwa kinywa cha Yusufu ya kwamba mtakapokufa msizike mifupa yangu. Haleluya. Ikaweza kusimama kama kumbukumbu ya kwamba ni kweli Mungu angewatoa katika ule utumwa. Lakini kwa sababu miaka ilipita na ikapita, wakasema sisi ni wa hapa tu. Sisi ni wa hapa. Hapa siwezi toka, hapa ndio kwetu. So zile zikawa ni sanamu tu ambazo watalii wangekuja kuangalia ile mifupa.